Kyusa. Babonike. Katika historia ya magonjwa yaliyokuwa hayapewi kipaumbele barani Afrika, usubi ulikuwa jinamizi kubwa kwa jamii nyingi za Kiafrika. Ugonjwa huu unaenezwa na nzi mweusi anayepatikana kando kando ya mito inayotiririsha maji kwa kasi. Husababisha upofu, pele wa ngozi na vinundu chini ya ngozi. Kupitia juhudi za pamoja za Wizara ya Afya na Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu NIMRI pamoja na wadau wengine, kampeni ya muda mrefu ya kutokomeza ugonjwa huu ilianza kwa zaidi ya miaka 21 iliyopita. Dawa za kingatiba zilisambazwa, tafiti zilifanyika na jamii ilielimishwa. Leo hii hadithi imebadilika. Ni hatua kubwa, tujishangilie sana katika jambo hili. Hayo sio makofi ya ushende, makofi mengi sana. Maambukizi yamepungua kwa kiwango kikubwa na kwa mara ya kwanza imefikia hatua ya kusitisha umezeshaji wa dawa. Huu ni ushindi wa mafanikio ya kisayansi na kijamii. Sasa hizi tathmini zimeendelea kupima na kuishauri wizara, tumefika mwisho sasa. Ni lini tuache kumeza dawa za Ivermectin? Tuendelee miaka yote? Wameanza mwaka 2000 mpaka 2020 tulifanya tafiti ya kuangalia ugonjwa kwenye jamii ukoje. Na hii tafiti ndio ilitupa taarifa kwamba ugonjwa umeshuka kiwango cha karibu na 0.1 ambayo Shirika la Afya la Dunia limeweka kwamba ili uache kumeza hizo dawa, basi pima watoto wadogo, kizazi kipya, miaka 5 mpaka 9, chini ya 10. Ikiwa watakuwa hawana maambukizi, hayo ndio mafanikio, kwa sababu usunya upo. Je, vijidudu vipo kwenye ngozi za watu wazima? Kama havipo, ina maana wale watoto hawataambukizwa. Safari hii ya matumaini sasa inaingia kwenye hatua ya tathmini ya mwisho katika vijiji vya halmashauri ya wilaya ya Kyela, Rungwe, Ileje, Busokelo na Ludewa, eneo linalojulikana kama Tukuyu Focus. NIMRI inakusanya ushahidi wa kisayansi kuthibitisha kuwa usubi sasa ni historia. Timu ya watafiti kutoka NIMRI inatembelea vijiji kushuhudia zoezi la upimaji linavyoendelea. Kwa hiyo tumekuja leo pamoja na kutoa taarifa ya mafanikio ya nyuma, lakini na kuwaambieni kwamba tunachagua vijiji kadhaa. Mliofika hapa wenye viti wa vijiji na afisa watendaji, vijiji vyenu vimechaguliwa kwa mwaka huu kufanya tathmini ya mwisho, kujua kama watoto wetu wana maambukizi. Mikutano ya hamasa na wanakijiji pamoja na viongozi ni jambo la muhimu. Katika mkutano wa uwasilishaji matokeo uliowakutanisha wataalamu wa afya, madiwani, viongozi wa kata na vijiji, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kyela, Mheshimiwa Katule Kingamkono, alitoa kongole kwa NIMRI na Wizara ya Afya kwa kujitoa kuhakikisha ugonjwa huu unatokomezwa kabisa katika maeneo yao. Lakini kubwa kuliko yote, sisi leo ni pongezi, kwa sababu vita ushindi, mkiwa mmepigana na adui kati ya maadui 200, mkeua mnaambiwa kwenye poli letu wamebaki wawili. Tunachoamini kwamba madhara ni madogo kulikana na jambo hilo tulikotoka. Naomba tuwapige makofi watafiti wetu. Naomba tupige makofi mengi, kwa sababu bila wenzetu kufanya utafiti, tafsiri yake
serikali haiwezi kujua ukubwa wa tatizo. Akizungumza kwa niaba ya Wizara ya Afya, Bitoi Midaba alieleza kuwa serikali imeandaa mkakati mahususi ya kufuatilia magonjwa yaliyokuwa hayapewi kipaumbele kama usubi. Kwa sisi serikali kama serikali kupitia Wizara ya Afya tumetengeneza mikakati yetu. Katika mikakati yetu ni kwamba tunatengeneza taratibu kwamba kufuatilia magonjwa haya. Je, ugonjwa huu ili tufikie malengo yaliyopangwa ya kidunia tutafikaje? Kwa hiyo tumejipangia. Ukiona huu utafiti unaosema upo katika mpango wa wizara. Naye afisa mtendaji wa kijiji cha ushirika Andendekisye Jeremia Mwakalinga alisisitiza kuwa taarifa hizi zinawapa matumaini mapya wananchi walioteseka kwa miaka mingi. Mimi nashukuru wawezeshaji walioweza kufanya kazi kubwa nzuri ambayo imetufanya tupate elimu, ambayo hiyo elimu itatusaidia katika kuelimisha jamii. Niwashukuru sana kwa kutukumbuka viongozi wa vijiji, kata ndani ya halmashauri hii katika kata zilizochaguliwa, ambao ni maboresho mazuri yatatokea kwenye vijiji vyetu kulingana na hali hiyo. Kwa majina naitwa Hilda Blam Songa, afisa mtendaji wa kata ya Ikinga, wilaya ya Ileje, mkoa wa Songwe. Lakini kwa upande wa kata yangu ya Ikinga tulikuwa na zoezi la kuchunguza magonjwa ya usubi. Tunashukuru kwamba ugonjwa huu umechunguzwa na tulipata wageni mbalimbali kwenye ofisi yetu ya kata. Tulitoa ushirikiano na leo tumeweza kupokea mrejesho. Tunashukuru sana. Naitwa Sayuni Nelson Cheyo, mwenyekiti wa kijiji cha Kapeta, kata Ikinga, wilaya ya Ileje. Ninashukuru kwanza kwa hii kamati ambayo imekuwepo kwa muda mrefu ya usubi. Tumenufaika kwa ujumla, na kwa maana kwamba tunawapongeza serikali kwa sababu mmetujali, na ili zoezi ambalo lilikuwa ni gumu lakini mmefanya jitihada ili kutukomboa. Kwa nipende kushukuru hata leo, ni shukuru tu kwa kikao hiki, tumejifunza mengi na tunaombea serikali pia iendelee kututimiza zaidi kutukomboa katika hali hii. Kwa hiyo nia yetu ni kuwaomba mtupokee tena kwenye utafiti huu ili sasa tuthibitishe hiyo tuliositisha kugawa dawa. Sasa tuje kutangaza kwamba tunaanza, hatutameza hizo dawa tena, tumepata mafanikio. Mkutano huo uliokuwa na maana kubwa kwa wananchi wa wilaya ya Kyela, Ileje, Ludewa, Rungwe pamoja na Busokelo ulihudhuriwa na viongozi wa wilaya, waganga wakuu, watafiti wa NIMR na maafisa wa Wizara ya Afya. Usubi sasa ni historia. Sayansi, ushirikiano na elimu kwa jamii ndio msingi wa ushindi huu. NIMR, kukuza utafiti kwa afya bora.